wanasema tukatia mbele watu, jomba watu, siku ya tatu, mama watu. Uislamu umekuja kumkandamiza na kumshusha thamani mwanamke. Sawa. Alafu macho yako unaangalia kwa mtu atatafuta. Aondoka kipenzi chao usoni tena. Ukipiki unapigwa, unanyamaza pia, unainuka pia, unakwenda. Unaona upapaje, tabia juu ya papaje. Yule kijana akapanda juu ya papaje. Safari yenyewe sio safari ya kwenda Tanga wala Zanzibar. Nchi hii kulikuwa na ibilisi mmoja. Yule ibilisi akawadanganya Waislamu, akamdanganya Allah na akamdanganya Mtume kwamba anastaafu kuimba taarabu. Juzi, mwezi mmoja au miwili iliyopita, amezindua tena taarabu na kakabidhiwa kiti mfalme. Sasa hakuna shehe aliyewahi kumsema, hakuna shehe hata huyo. Haki ya Mungu hakuna. Mimi peke yangu ndio nimemsema, nikamwambia wewe mzee Yusufu, afadhali ya ibilisi aliolaniwa na Mungu moja kwa moja kuliko wewe. Sasa baada ya kutoa taarifa hii na utaka kuitoa kwenu nyinyi Waislamu, naomba na mimi mnifanyie dua. Semeni inshallah. Kwa nini mnanifanyia dua? Ndio muadhiri pekee niliyobaki nchi hii. Haki ya Mungu tena. Muadhiri pekee, Doctor of Divinity. Nikiondoka na mimi, maana yake inna lillahi. Ndio nyie mnaweza kujibu maswali wa Kristo nyie. Nani anyoshe mkono? Haki ya Mungu haki wala umu hamna. Imamu mwenyewe wewe unawachezea wale jamaa. Sasa mnipe dua. Juzi sikilizeni vizuri. Nimepata mwaliko, kuna nchi moja iko na corona, baada ya wiki wanafungua, wamenialika mimi niende. Ndio maana nikasema siwezi kwenda mpaka nije nipate dua, ndio taratibu zangu. Ninyi hapo hamjui, nyinyi hamjui mnachokifanya mbele ya Allah, hamjui. Nataka nikupeni taarifa, Muislamu yoyote siku ya Kiyama akifika kwa Allah akiambiwa wewe ni mtu wa motoni, basi umekula hasara, kwa sababu Allah hajatuumbia moto. Si mmeona wenzenu? Mmeona wenzenu wanavyosajili watu kucheza mipira? Mmeona mahela yanayotumika? Kina Kisila Kitimbi sijui kina nani wanatoa hela, haki ya Mungu wanatoa hela. Na waangaliaji wa mechi ni nini? Dakika moja mechi inakwenda dakika 90. Maana yake ukiangalia mechi 10 umetumia dakika 900, siku 3 kwa Allah hizo. Piga hesabu. Ukiangalia mechi 10 maana yake una siku 3 umeangalia mpira, zimekupita nil. Ndio maana nimekuja hapa leo niombe dua, semeni inshallah. Baada ya dakika 10 kuna mchungaji mmoja anaingia hapa, nimemsilimisha Kongo. Baada ya dakika 10 au 15 kuna mchungaji nimemsilimisha Kongo. Huyo mchungaji alikuwa na kanisa 65. Alikuwa kila wiki anakula nguruwe kilo 40. Alafu yeye ndio alikuwa anawasamehe watu dhambi. Anakuja kanipigia simu yuko jiana. Anakuja leo. Kama nitaendelea hata kufika anataka aje awasalimie, semeni inshallah. Huyo ndio alikuwa kafiri wa Kongo, anaongoza balaa. Lakini nimekutana naye siku 2 tu, alhamdulillah. Mimi nimesema Allah kati ya taufiki katoa shahada. Kaniuliza swali moja tu. Kwa nini nyinyi Waislamu mnamfuata mtume asiyejua kusoma wala kuandika, hamumfuati Yesu? Akapiga ile 758 ambao wanamfuata mtume aliyekuwa nabii asiyejua kusoma wala kuandika.
Anasema mnamfuataje mtu asiyejua kusoma mnamwacha Yesu? Akapiga 4:16 Mathayo. Yesu akapewa choo cha Nabii Isaya akasoma, baba yangu amenileta kwa mataifa. Inakuwaje mnamfuata mtume asiyejua kusoma wala kuandika? Alafu nikakutana na kidume mmoja, msikilize huyo. Mnyakyusa huyo, hatari huyo. Akanambia mimi na elimu kuliko mtume wako. Wewe unafanya mchezo wewe. Wewe unafanya mchezo wewe. Ananambia mimi, akanipiga hii aya. Akasema hii Kiingereza najua, kusoma najua, kuandika najua. Asante. Nikaambia sikiliza wewe. Sikiliza. Yule bwana mkubwa, shekhe ambaye alikuwa akimsemea hapo, bwana mkubwa. Genius. Karne ya 8. Asante. Karne ya 8 mtume ni genius. Karne ya 8 ameshatupa habari ya Kariakoo, katupa habari ya Malindi, katupa habari ya Uingereza, katupa habari ya Marekani, katupa habari ya wanawake, katupa habari ya wazinifu, katupa habari ya majambazi. Karne ya 8 is a genius. Nikampiga haya pop. Mwenyezi Mungu anasemaje katika 5:115 Qur'an? Anasema Nabii Isa si lolote wala si chochote. Yeye alikuwa binadamu, alikuwa anakula na anakwenda choo. Nikamwambia ni kweli Nabii Isa alikuwa anakula na anakwenda choo? Akataka kuyumbayumba. Nikampiga 2:52 Luka. Anambia Yesu kawakuta wanafunzi wake, akaomba samaki akala. Nikamuuliza aliyekula anakwenda wapi? Akajibu mwenyewe choo. Nikamwambia haya maneno anasoma mtume karne ya 8. Nikamrusha, nikampiga katika sura inayobashiri kiyama, sura inayobashiri kiyama. Nikamwambia Mwenyezi Mungu anamuuliza kwa Mtume Muhammad, je, unaijua siku ambayo dunia itakuwa haina mkaaji? Mtume akasema mimi sijui, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio unaijua. Unaijua siku hiyo. Nikamuuliza wewe unaijua siku hiyo? Akasema sijui. Nikamwambia basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hajui, maana yake ni msomi. Sasa kwa kuwa wewe una elimu kuliko yeye, tuambie siku hiyo ni lini? Mtume. So umesema wewe umesoma kuliko Mtume, tuambie siku hiyo. Mtume akasema hajui. Wewe unajua, unasema una elimu kuliko. Sema. Huyo mtu anaitwa Daniel Mwankebwa. Bora ukutane na kafiri wakati wa Mtume kuliko kukutana na huyu jamaa. Ana balaa, ana laana. Lakini wote wallahi wote mimi ndio nawaweza kwa uwezo wenu nyinyi. Dua, mimi si lolote chochote, ni dua. Tuna msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka nikupeni taarifa leo nataka nikupeni taarifa. Muislamu yoyote aliyeswali, ikifika siku ya kiyama, wewe ulikuwa unamiliki laki, ulikuwa unamiliki milioni 900, milioni 1000, milioni 200, ikafika siku ya kiyama, robo au nusu ya mali yako hujampa Allah, umekula hasara. Sheikh alikuwa anatoa mfano wa Nabii Ayubu, miaka 18 kwenye kitabu. Nabii Ayubu, angalia wewe mgonjwa, Nabii Ayubu alipita siku moja malaika akamtolea salamu Nabii Ayubu, salamu alaykum ya Ayubu. Ayubu hakuitikia salamu, akapita mara ya pili. Ayubu hakuitikia salamu, akapita mara ya tatu kumtolea salamu. Ayubu akaitikia, akasema wa alaykum salam. Akamuuliza imekuwaje Sheikh, wewe mtume wa Allah, natoa salamu na salamu ina kheri kwa Allah, kwa nini umenyamaza? Sikiliza, Sheikh alikuwa anamzungumzia, akasema hapana, najua maana ya salamu. Wakati unatoa salamu ya kwanza kuna funza alikuwa anakula kwenye ulimi wangu. Wakati unapiga ya pili funza alikuwa anaendelea. Ulipomaliza ya tatu funza alikuwa pembeni ameshiba. Niliogopa kukuitikia wakati anapata riziki. Naogopa siku ya kiyama Allah angeniuliza, kwa nini ulimnyima kiumbe wangu riziki? Wewe unaweza? Wewe uliyeswali hapa raka mbili unaweza? Mbu acha funza. Mbu tu akupitie bahati mbaya atajuta kwa nini ametua. Mbu. Nakupeni vitu ambavyo wewe mwenyewe ukikaa ujue hujafanya lolote, unatakiwa ufanye juhudi. Huyu mgonjwa huyu wa kwanza huyu, masikini wote, masikini siku ya kiyama utapita kwa Allah, utaambia Rabbi, mimi nilikuwa maskini, hata kula yangu ilikuwa shida.
atamwita Yesu Nabii Isa alayhi salam, atamwita Isa, atamwita Nabii Isa, anaambia umemuona huyu, nikupe historia yake. Unapewa wewe hapo, nikupe historia yake. Kwanza huyu alikuwa hana baba, kwa hiyo hakutegemea chochote. Cha pili, hakujenga mji. Wewe si umepanga hapa Dar es Salaam? Wewe si uko Dar es Salaam, tunalipa wewe. Yesu hajapanga nyumba. Nenda Yerusalemu, hakuna kiwanja hata nusu mita cha Nabii Isa. Alikuwa akihubiri mchana, usiku analala katika mlima wa Mizeituni. Ndio maana Allah akatuteremshia aya inayosema watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albalad amin. Luka 2:22. Nenda kakumfahamu. Yesu alikuwa anahubiri mchana, usiku analala katika mlima wa Mizeituni. Maskini wa kutupa, lakini hakumsahau Allah. Hakumsahau. Utakuja wewe tajiri na milioni 100 zako, una magorofa 40 Kariakoo, utaambia ya Rabbi, mimi nilikuwa bize. Naam, nilishindwa ya Rabbi kufanya mambo yako. Anaitwa Nabii Suleiman. Ambaye umemuona huyu. Huyu alikuwa anamiliki kila kitu huyu, lakini hakuna hata siku moja huyu aliniasi. Mambo ya kusema tuachie sisi. Tuachieni. Mimi nishawaambia hakuna Mkristo mimi anayeniweza. Hakuna. Unaniangalia? Hamna, nakwambia. Na sio namtegemea nani? Namtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mipango yote ya bidahalo mimi naiweza yote. Wakati mwingine mimi nakaga chumbani kwangu tunajiulizaga maswali. Hivi Kristo nikimuuliza swali hili atajibu kweli? Nalifanyia test mwenyewe. Mwenyewe nalifanyia test mwenyewe. Si mmemwona yule Mzee Yusuf yule pale? Haki ya Mungu, anakata viuno na anasida. Sida ndiyo binadamu wa kwanza duniani aliyoenda Maka mwenye sida, anaikatia viuno sida na ibada ya hija. Kama kuna mwingine sema, toka dunia imeumbwa. Ni Alhaji gani alikwenda karudi akapiga mziki? Sema wewe. Sema wewe. Nani aombewe dua? Nani? Nani aombewe dua hiyo? Hebu fikiria, kaenda mwenyewe aliposimama Ibrahimu, kaomba dua aache tara. Kaenda Kaaba, kaomba dua aache tara. Kaondoka kaenda Madina, alipolala Mtume. Kaenda alipolala Mtume, kalalamika, aache taarabu na dunia hii, taarabu ife. Ngoma imedunda. Kaomba mwenyewe, hajakubaliwa mwenyewe. Wewe unamwombea, wewe umeenda hija. Wewe unataka muombe hija, umeenda. Yule analo, na inawezekana na umauti ndio unamkuta kule kule, inawezekana. Haki ya Mungu. Tuombeeni dua sisi. Tuombee dua ninyi. Na msiseme anafanya bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya. Hakuna kusudi. Kuna ibilisi mmoja ndio kampa hela arudi kwenye tara, na siku moja nitamfumua, natafuta evidence. Kuna ibilisi mwenzie kampa hela. Haki ya Mungu. Tena mimi ndio na uchungu naye basi. Katika watu wenye uchungu naye mimi hapa, haki ya Mungu. Mtwara ile anasema mimi nimetoka South Africa, nikakaa hapa siku 4 nikaenda na Mtwara. Nimetoka Johannesburg nikaenda Cape Town, nikaenda zangu kwa Zulu Natal. Nafika hapa nimekaa wiki, nikaenda zangu, jamaa wameniita Mtwara. Nikamwambia jamani, mna taarifa? Mzee Yusuf kaacha taarabu. Kweli nikamwambia sasa sikilizeni, mishe lakini mimi sina hela, Waislamu tumchangie hela yule. Tukachanga hela milioni 1,600,000. Nikamtumia mimi milioni 1 aache nyumbani, 600,000 nikamkatia tiketi ya ndege. Haki ya Mungu, inaniuma hiyo. Inaniuma hela hiyo, ni Waislamu wamjue haki ya Mungu. Haki ya Mungu, na atanilipa. Kama halipi hapa atawalipa Waislamu siku ya Kiyama. Ndio maana nikasema mniombee dua. Diriko kaondoka, Mauya Karega kaondoka, Mbwana Muhammad kaondoka, Imani Petro kaondoka, Samaki Mkubwa kaondoka, Omar Bashiri kaondoka. Yaani wale vidume nilikuwa nao wote, nimebaki mimi Dar es Salaam. Nani mwingine? Semeni. 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 Ni mimi na haya. Na Kipozeo ajuzi. Hao nayekwambia wa zamani, mimi nimeanza zamani 84. Wallahi tena kana Allah Ta'ala kana Rasulullah. Masha Allah, mimi nataka nikuambieni, atakayekasirika na akasirika.
Ila mimi nakwambia ni kweli. Kwa nini nachowaambia ni kweli? Ifike siku ya kiyama Allah anatulipa pepo, alafu tuanze kuambia wale waliokufuru, tuambie tuliwaambieni lakini hamkusikia na hamkufuata. Mimi nilikuwa kanisa moja, nilicheka, nishawasilimisha sana. Nikamwambia kesho naenda nyumbani. Wakasema tatizo, nikamwambia sina hela. Wakanichangia $1,200. Hela wamenipa na nikawasilimisha huko. Tunashindwa na Wagalatia, Wakristo. Mmemwona rais yule? Rais yule Magufuli, mmemwona alichokifanya? Kasimama kanisani. Hebu mimi nililia siku ile, haki ya Mungu. Kaona kamsikiti kadogo, kasimama kanisani akamwambia, mmeuona ule msikiti ule? Msikiti wa waumini wenzetu, na wao wanamcha Mungu kama sisi. Hebu tuchangie na wao wapate msikiti mzuri. Na akasema, kuna msaidizi wangu hapa ni Muislamu, tena ameshakwenda hija. Na yeye awe ana swali hapo. Katoka kijana mmoja mdogo, mwanamke, msichana wa kike, haki ya Mungu, katoa $600,000 kampa rais. Ule msikiti mpaka sasa ushachangiwa $140,000, unajengwa na wanajeshi. Eti mtu mmoja ananiuliza, sasa yule kachangia atapata nini? Si atashinda uchaguzi? Si atashinda? Wewe bwana vipi unaniuliza anapata nini wakati atashinda? Atashinda ndio. Ndio yule mzee Yusuf. Anakata viuno sasa hivi. Anakata viuno. Njaa. Wao wanafanya mchezo. Njaa. Haya, nakuulizeni wote tungekuwa tunadaiwa alafu tukatae Uislamu, ingependeza? Mtu mmoja anasema eti tumlipie kwa alikokopa katumia na sisi. Alipe mwenyewe. Hapa alipiwi mtu. Tunamlipia mtu, tunajua alikuwa anajenga msikiti, kaacha deni, hapo tunamlipia. Nyie mnasemaje? Tunamlipia mtu anaenda kukata viuno, si wajibu. Alipe mwenyewe. Mimi amenitisha kaambia, kanipigia simu siku. Asalamu alaykum mtazamaji. Ndio salamu, unasemaje? Unajua na kuheshimu. Kaambia wewe unaniheshimu gani? Umeshinda kumheshimu Allah, utaniheshimu. Kata simu. Bilisi wewe. Kuja mheshimu Allah na kuja kuniheshimu. Kwanza mimi sitaki kuheshimiwa na wewe. Kaa hivyo hivyo. Kaa hivyo hivyo. Anawatia aibu Zanzibar. Ndani ya 16 nenda, ilikuwa ukishindwa fatwa Zanzibar inapelekwa Al-Azhar Misri. Anakata kiuno na sida. Hivi nyewe mnasemeni nyewe Waislamu ni kwa. Inapendeza. Semeni nyewe huko inapendeza. Unakataje viuno na sida? Ni unaona kataje. Mimi yule aniwezi. Haki ya Mungu Nitamkanyaga mimi mpaka naenda akhera. Hawezi kuja kututapeli sisi. Ambia mbona Diamond mseme kana Diamond katangaza lini kwa muziki? Diamond katangaza lini? Asante. Diamond anapiga muziki na anajenga msikiti. Anapata dhambi kidogo na thawabu, mwache. Wewe umekwenda hivi ndio umemtapeli Allah. Wewe ndio umemtapeli Allah wewe. Mimi wallahi simwogopi. Mimi niliogopa siku moja tu, nikajua wataniua kweli, nikatoroka. Pale Mwembe Chai, yale mauaji ya mwaka 90 ngapi na 4 hapa. 98, unakumbuka shehe? Tumesilimisha vibaya. Kanisa pengo, maana kwa wiki tunachukua watu 200, 300. Kanisa limeyumba. Pengo akamtuma, akamweleza marehemu, bwana balaa liko huko, hao watoto watatumaliza. Mimi niko kwenye maiki, niko kwenye maiki. Yaya mpe huyo. Kapita mtu wa kwanza kwa Mazinge, mtu wa 4. Yaya mpe huyo, akapita mtu mwingine. Wewe shehe wa 4. Kumbe wao wanaipita usalama Waislamu. Sasa sijajua wa 4 nini. Akapita watatu, shehe hujasikia tu wa 4. Hao watu tofauti. Kapita mtu wa 4 ndo akamaliza, shehe wa 4 kufa. Nikasema unasemaje? Wa 4 kufa. Basi leo wameniambia saa 9 mchana, haki ya Mungu wallahi 3 kasorobo. Niko lunga Tanga navuka. Usiseme woga, kukimbia ni sunna, kukamatwa ni faradhi. Wewe unafanya mchezo wewe. Wewe unafanya mchezo wewe. Nani anayetaka afa mapema hapa? Anyoshe mkono. Subutu. Ufe mapema. Unajua ulichokitanguliza mbele ya Allah wewe, unakijua?
Mimi nimeanza kuhubiri kina Nkurunziza, yule Nkurunziza yuko Magomeni pale, mtoto rais wa Burundi. Akiamu malaika wametandaza mbao, wanakuombea msamaha wewe na mimi, unasema unapoteza muda. Utapoteza muda ukitoka barabarani. Toka hapo uone watoto wanapovaa uchi huko, vinguo vya kulalia ndio wanatembea. Wewe toka hapo ndio uone muda unapoenda. Alafu unajifanya unaangalia astaghfirullah astaghfirullah. Sasa astaghfirullah gani unaangalia? Huko ndio unapoteza muda. Takbir. Yani mimi nimetaja Tigo Pesa, nimetoa 10,000 ya mafuta. Takbir. Alafu unasema mimi niache Uislamu. Sasa nikamfuate mzee Yusuf. Nani kasema? Nani?